Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Mheshimiwa Shamata Shami Hamis, amesema ameridhishwa na jitihada kubwa zinazofanywa na wakulima katika kuongeza uzalishaji wa zao la mpunga nchini, hatua ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa kuimarika kwa upatikanaji wa chakula nchini. Mheshimiwa Shamata ametoa kauli hiyo wakati wa ziara yake ya kutembelea maeneo mbalimbali ya kilimo, ikiwemo maabara ya utafiti wa mifugo, ujenzi wa ofisi mpya katika eneo la maonesho ya kilimo wa Nane Nane, pamoja na mabonde ya kilimo Mtwango na Cheju. Akizungumza baada ya kutembelea mabonde hayo, waziri amesema ameridhishwa na jinsi ya shughuli za kilimo zinavyoendeshwa kwa bidii na tija, huku akisisitiza kuwa ni muhimu mashamba yasimamiwe kwa weledi ili kuongeza uzalishaji wa kusaidia ustawi wa sekta ya kilimo kwa ujumla. Mtwango nimeridhika 100% kwa eneo lote la kilimo ambalo lipo la Mtwango. Basi wakulima wameweza kulima kwa 100%. Na performance ya uzalishaji katika eneo la Mtwango tunatarajia ni kubwa, kinyume na utaratibu wa misimu mingine. Na walichokuwa wamekeleza wameweza kukaa vizuri na wakulima wakaweza kujiorganize kwa pamoja kukabiliana na msimu na utayari wa kuweza kushiriki kwenye msimu wa kilimo cha mpunga kwa msimu. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Shamata amesema kuwa serikali inaendelea na juhudi za kulinda vyanzo vya maji na kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji kwa lengo la kuhakikisha kilimo kinakuwa endelevu na rafiki kwa mazingira. Ameongeza kuwa upatikanaji wa pembejeo hususan mbolea umeongezwa ili kuwawezesha wakulima kushinda changamoto zilizokuwepo hapo awali. Kilichonifariji kwa siku ya leo zaidi ni kusikia kwamba uamuzi wa serikali kuleta pembejeo kwa karibu na wakulima wetu haukujutisha na hautojutisha na haukuwa hasara. Umekuwa mafanikio. Ilichokuwa inataraji serikali ni kuona uzalishaji unapanda. Na hii imenitia moyo kwamba kuona kwamba tumeenda kuandika historia. Maana miaka mingine uliweza kupatiwa mbolea nazo karibu ya bure, lakini matokeo hayakuwa mazuri. Hatukuweza kupandisha uzalishaji. Sasa leo nashukuru kwamba kuona kwamba kile kilichopatikana kimeleta tija na malengo na shabaha serikali. Akiwa katika bonde la mpunga la Mtwango, waziri alitoa agizo kwa viongozi wa kilimo kuhakikisha maeneo yote ya kilimo yanatumika ipasavyo. Kwa upande wake, afisa uzalishaji wa bonde la Mtwango, Bisubira Shehe Ali, alisema kuwa ongezeko la uzalishaji wa mpunga limechangiwa na mikakati madhubuti iliyowekwa baina ya wakulima na viongozi wa kilimo, pamoja na mwitikio chanya wa wakulima kufuata ushauri wa wataalamu. Hata hivyo, alitaja uhaba wa vifaa vya kisasa vya kilimo kama matrekta kuwa ni moja ya changamoto zinazowakabili. Huwa tunashukuru sana kwa bonde letu la Mtwango, wakulima wako vizuri sana, huwa wanazifuata zile ratiba ambazo tunapanga. Na nafikiri hata nyinyi mkiangalia hali halisi kidogo inaridhisha. Kwamba hata kama tunaona kuna wale ambao kidogo wako nyuma na kidogo wako mbele, huwa kidogo tu wanapishana kutokana na changamoto 2-3. Lakini tunashukuru katika mipango yetu ambayo huwa tunaipanga katika mikakati yetu sisi ya kilimo kwenda na msimu huwa kawaida wakulima huwa tunafanya na huwa tunashirikiana nao kwa pamoja. Viongozi wa jumuiya za mabonde nao walitoa shukrani kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuwapatia mbolea za ruzuku pamoja na dawa za kuua wadudu waharibifu wa mpunga. Vile vile walihimiza wakulima kutumia kwa makini pembejeo hizo ili kuepuka matumizi ya mbolea zenye kemikali. Lazima tukubali kwamba Serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kujali ukulima wa Mtwango au ukulima wa mpunga, nayo pia iko mbele. Kwa mfano, imetuletea mbolea ya ruzuku, kitu ambacho kwa kipindi kirefu kilikuwa hakipo. Mbolea ambayo imetuletea faraja kubwa. Yani mbolea yetu ilikuwa imezoea mbolea kemikali. Baada ya kuja mbolea hii, sisi wenyewe wakulima tunahisi sasa kwamba lile bonde nalo sasa linajirudi katika hali yake ile ya zamani. Kwa hiyo tumpongeze Mheshimiwa Waziri pamoja na Rais mwenyewe wa Zanzibar kwa hili swala kwa makusudi kabisa kulipitisha.